Shalom, shalom watu wa Mungu na wasalimu yote katika jina tukufu la Yesu Kristo. Ni kijana wenyu tena Musa Olivier anayeongea. Tunakuja ili tuyachangie maneno ya Mungu matakatifu. Na ni neno tu ndogo ambalo nimekuja ili tuongee kwa siku ya leo. Na ni neno linalosema, je, kwa nini baadhi ya watu au makanisa wengi husherekea sikukuu hii ya Christmas au Noeli? Na hapo jana tulikuwa tukizungumzia maneno ambayo nasema kuwa neno Noeli au Christmas haikuzungumziwa kwenye maandiko matakatifu au Biblia takatifu, na tukaonesha sababu zilizosababishia huko, sababu hiyo jambo haikuandikwa kwenye maneno matakatifu, na tusinge hukumu watu ambao hawasherekei sikukuu ya Christmas as Noeli. Na siku ya leo nimekuja kukuambia kuwa kwa nini sasa baadhi ya makanisa mengi aiza watu wengi husherekea sikukuu ya Christmas tariki 12 ya mwezi wa 12. Na nilipenda tu tujue neno hii linazungumziwa tu kwenye andiko hii ya Yeremia 52 na mstari wa 31. Tutasoma ili tusikie inasema nini na kwa sababu gani iliandikwa. Yeremia 52 mstari wa 31 nasema hivi, tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Mnamo mwaka wa 37 tangu Yoyakini mfalme wa Yuda alipopelekwa uhamishoni, siku ya 25 ya mwezi wa 12, Evil-Merodaki mfalme wa Babiloni, mwaka ule ule alipofanywa mfalme, alimsamehe Yoyakini mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Amen. Ndiyo mtu wa Mungu, hii ndio andiko ambayo inayozungumzia kuwa mfalme huu alimfungua Yoyakini ni wakati alikuwa gerezani. Maandiko yanasema kuwa ilikuwa ni mwezi wa 12 tariki 25, na ilikuwa ikisherekewa. Na sababu gani? Na maandiko yanasema kuwa wakati walimfungua huyo mfalme kwenye hiyo sikukuu, siku ya tariki 25 wa mwezi wa 12 kwa mwaka huo wa 7, wakamfungua mfalme huyo wa Yuda. Kwa nini sasa baadhi ya makanisa au watu husherekea sherehe hii ya Krismasi kufanyika mwezi wa 12? Inatokana na sababu za kihistoria na ishara, nasi kwa sababu tarehe kamili za kuzaliwa kwa Yesu Kristo hazikutajwa kwenye Biblia. Tarehe na siku na saa hazikutajwa kwenye Biblia kuwa ni tariki fulani ndo Yesu amezaliwa. Kuenda na sikukuu za kipagani katika dola ya Kirumi ya kale, Disemba 25 ilikuwa ni tarehe ya sikukuu ya kipagani ya kuabudu Mungu jua, itwao siku ya kuzaliwa kwa jua lisiloshindwa. Siku ya kuzaliwa kwa jua lisiloshindwa ndio ilikuwa ni tariki ya kuabudu huyo mfalme jua, Mungu jua. Na hiyo siku ya kipagani ilikuwa ni siku ambayo imeshirikiwa sana na taifa yote hapo kwenye dola ya Kirumi. Lakini kanisa
kanisa la awali iliamua kusherekea kuzaliwa kwa Yesu kwa hiyo siku ya tariki 25 wa mwezi wa 12. Kanisa kwenye hiyo awali, kwenye hiyo wakati, haikukubali kusherekea Mungu jua. Baadhi ya Wakristo wakakamata hiyo siku wakaiweka kuwa ni siku ambao watamwabudu Mungu wa mbinguni, watamwabudu Yesu Kristo kwa kuzaliwa kwake, ambaye Wakristo huamini kuwa ndiye nuru ya ulimwengu mzima. Wakristo wakakamata kwenye hiyo tariki kuwa watasherekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu. Kumbuka kuwa haikutajwa tariki, haikutajwa siku kwenye Biblia, lakini Wakristo wakaona kuwa sisi hatutasherekea huyu Mungu jua, sisi tutasherekea Yesu Kristo aliyekuja kukomboa ulimwenguni. Katika tariki hiyo iwe rahisi Warumi wapagani kuigeuza, yani wakaigeuza. Wakristo wakaiweka kuwa ni siku ya kuzaliwa. Wakristo waliokuwa hapo Rumi wakaigeuza, wakaiweka kuwa ni siku ya kusherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na ndio maana unaona kuwa baadhi ya makanisa hata leo husherekea sikukuu ya Christmas, sikukuu inayoitwa Noeli. Ni sababu gani? Hata hapo tangu zamani Wakristo wa hiyo wakati ya Kirumi waliibadilisha, kuliko kusherekea sikukuu ya Mungu jua, wakaigeuza wakaiweka kuwa ni sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tunaweza tukasoma sababu ambazo Mungu aidha Yesu Kristo alituruhusu tukifanya siku juu ya kumuabudu Mungu, naye atakuwa pamoja nasi. Ndio maana usinge hukumu wewe ambaye uko na hukumu watu ambao wako na sherekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu kwenye hii tariki ya 25 wa mwezi wa 12. Huwa baadhi ya watu wengine wanahukumu hao watu ambao wanaosherekea tariki hii ya 25 mwezi wa Disemba. Hawange wahukumu. Tutasoma maandiko yanasema namna gani kwenye Mathayo 18. Mathayo 18 mstari wa 19 hadi 22 inasema hivi. Tunasoma katika jina tukufu la Yesu Kristo. Tena nawaambieni wawili miongoni mwenu wakikubaliana hapa duniani kuhusu jambo lolote la kuomba, Baba yangu wa mbinguni atawafanyia jambo hilo. Kwa maana popote pale wanapokusanyika 2 au 3 kwa jina langu, mimi nipo hapo kati yao. Tunapokusanyika kwa kumuomba Mungu kwa jina lake, naye Baba atatukaribia. Hata tukuwe 2, yeye Mungu atakuwa 3. Hiyo tutasoma tena Warumi 14 na mstari 14 na mstari wa 5 hadi 6. Tutasoma tusikie nasema namna gani. 5 hadi 6 tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Mtu anaweza kufikiria siku fulani kuwa ya maana zaidi kuliko nyingine. Mtu mwingine haweza kuzifikiria siku zote kuwa sawa. Kila mmoja na afuate msimamo wa akili yake. Anayeadhimisha siku fulani anadhimisha siku hiyo kwa ajili ya kumtukuza Mungu, naye anayekula chakula fulani anafanya hivyo kwa kumtukuza Bwana, maana anamshukuru Mungu. Kadhalika naye anayeacha kula chakula fulani anafanya hivyo kwa ajili ya kumtukuza Bwana, naye pia anamshukuru Mungu. Amen. Ina maana kuwa mtu ambaye husherekea siku hii ya Christmas hajakosa, sababu anamtukuza Mungu. Na asiyesherekea siku hii
hajakosea. Watu wa Mungu, tusome maandiko ili tuelewe. Mtu anayefanya siku hii ya 25 Disemba kwa kumtukuza Mungu, na Mungu anamkaribia, huwa pamoja naye. Na ule vile ambaye hasherekei siku hii hajakosea. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki, Mungu akutendee mema, Mungu akusaidie. Kuna andiko lingine nitakupatia, utaisoma mwenyewe mahali ulipo. Ni andiko ya Wakolosai sura 3 na mstari wa 17. Mungu akubariki na kutendee mema. Usinge hukumu mtu ambaye anayesherehekea siku ya 25 Disemba, na mtu asiyehukumu mtu asiyesherehekea 25 Disemba usinge mhukumu, sababu aliyefanya siku kwa kuabudu Mungu anakamata hiyo siku kwa kumwabudu Mungu 25, sababu hapo zamani ilikuwa ni siku ya kusherehekea Mungu jua. Sisi wa Kristo wa leo tukafanya ni siku ya kuabudu Yesu Kristo aliyekuja kutuokoa kwa ajili ya dhambi zetu. Usinge hukumu mwenzako kwenye hiyo siku. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki, Mungu akutendee mema kwa jina tukufu la Yesu Kristo. Ubarikiwe na Bwana. Asante.